kuvuka mpaka wake hata kwa hatua moja tu, nini cha kumfanya? Basi twende tukajifunze hatua za kufanya endapo mtu akijaribu kuvuka mipaka yake kwenye eneo lako. Kwanza kabisa, je, kuna nyaraka zako? Kama nyaraka zichunga, basi kusanya nyaraka zako zote, uziweke, ukague ramani yako, kila kitu, huo na uhakika kuhusu eneo lako. Pili, jaribu mazungumzo ya amani. Unajua sisi binadamu waga tunapitia mingi, kwa utaweza kumfuata bana fulani, umevuka eneo langu, waje. Jaribu mazungumzo ya amani. Ikishindikana kabisa, wasilisha jambo lako kwa viongozi wako wa mtaa, wa kijiji, inabidi watambue hilo jambo. Kingine, thibitisha umiliki wa hilo eneo. Yaani uthibitishe eneo lako lipoje, ni hivi, uthibitishe kwa bodi ya ardhi, mamlaka makuu yanayosimamia swala zima la ardhi. Kingine, kama yote yakishindikana, mmefanya mazungumzo ya amani, still the person anataka eneo. Sasa hapo fungua shauri kwa kituo husika, uache serikali ifuatilie, ufungue shauri. Ikishindikana kabisa, tunaomba kama kuna uwezekano wa wema kutumika, tafuta ushauri kwa watu, au tafuta ushauri kwa watu ambao wapo kwenye wizara nzima ya ardhi, viongozi, pia ndugu, jamaa na marafiki. Ila kumbuka jambo moja katika yote, jambo lenyewe ni hili moja: ukichukua hatua za mkononi, inaweza ikakugharimu wewe kukosa haki zako za msingi kuhusu ardhi, kama nilivyoanza kuambia. Hivyo basi, upate hatua zote nilizokutajia. Zikishindikana, haiwezi kwanza kushindikana, haiwezekani. Hivyo basi, upate hatua zote nilizokutajia. Kuchukua hatua mkononi inaweza kukufanya wewe kukosa umiliki wako wa ardhi kabisa. Kupata ushauri zaidi, usikose kufuatilia ukurasa huu. Kwa heri.